wala maeneo wala magari, lakini wana biashara, historia nzuri ya mauzo, kumbukumbu za miamala zinazoaminika na uwezo wa kurejesha mikopo. Hawa wafikirieni, tafuteni njia mnayoweza kuwaingiza wakaaminika na wakapata mikopo. Tusimnyime mtu mkopo kwa sababu hana mali tuliyoizoea kuitambua, wakati ana historia inaonyesha wazi anaaminika. Uaminifu ni asset kubwa kuliko hata mali inayoonekana. Kuweni wabunifu kutafuta mbinu rahisi za kuhakikisha mikopo inatolewa na kurejeshwa bila kuwepo kwa vikazo visivyo vya lazima kwa wajasiriamali wadogo na biashara za kati. Tafakarini uwezekano wa kujenga mfumo ambao Tanzania anaweza kubeba historia yake ya uaminifu wa kifedha popote anapokwenda. Mama lishe asiye na hati ya nyumba lakini mwenye historia ya miaka 5 au zaidi ya biashara na malipo anapaswa kuwa na njia rahisi ya kuthibitisha kuwa anastahili mkopo. Hili niwaachie kama changamoto, mkalifanyie kazi Benki Kuu na taasisi zote za fedha ili kufungua milango kwa mamilioni ya wananchi walio nje ya mfumo wa mikopo rasmi. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, eneo jingine muhimu ni matumizi ya mifumo ya malipo ya kidijitali ili tusaidie kupanua wigo wa kodi, kuongeza uwazi na kupunguza mianya ya ukwepaji wa kodi, lakini pia matumizi mabaya ya fedha za serikali. Tusitumie mifumo hiyo kuongeza mzigo kwa wafanyabiashara au kuwatoza zaidi wale walio kwenye mfumo rasmi. Kama tulivyomsikia Waziri wa Fedha jana wakati akiwasilisha bajeti yake au bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2026/27, serikali yetu itaendelea kuweka mikakati ya kuendelea kupunguza matumizi ya fedha taslimu. Hivyo wito wangu kwenu, Wizara ya Fedha na Benki Kuu ya Tanzania, na kwa kushirikiana na kushauriana na wadau muhimu, simamieni eneo hili ili kufikia malengo tuliyojiwekea. Tusimalize mwaka wa fedha tukasema hatukuweza kwa sababu. Hapana, iwezekane kwa sababu. Kwa usimamieni eneo hili. Aidha, mifumo hii isitumike tu kuirahisishia serikali kukusanya mapato, bali pia itumike kumrahisishia mwananchi kuelewa na kutimiza wajibu wake wa kuchangia pato la taifa. Lengo liwe kuongeza idadi ya wanaochangia, si kuongeza mzigo kwa wale wanaoonekana kuchangia kila siku. Na hapa tunasema tena ile haba na haba hujaza kibaba. Kuna walipa kodi, wachangiaji pato la taifa wa kawaida, wanajulikana, wafanya biashara wengi, watumishi wa serikali, wao kodi inakatwa moja kwa moja kwenye mshahara. Lakini kuna kundi kubwa walioko kwenye sekta isiyo rasmi, bado ile haba ndondondo yao haijaonekana. Kwa hiyo tafuteni mifumo rahisi, inayoeleweka, inayohimilika kwa wafanya biashara hao nao kuchangia kwenye kile kibaba chetu ili tuendelee na safari ya kujitegemea. Endapo tutatumia mifumo ya malipo kama huduma ya umma iliyo salama, rahisi na yenye gharama nafuu, inaweza kuongeza ushindani, kupunguza matumizi ya fedha taslimu na kuimarisha urasimishaji wa biashara ndogo ndogo. Ndugu viongozi na wananchi wenzangu, kama mnavyojua, kuanzia tarehe 1 Julai mwaka huu tunaanza utekelezaji wa dira yetu ya miaka 25 inayokuja, dira 2050, yenye lengo la kujenga uchumi imara, jumuishi na shindani, wenye thamani ya dola za Marekani kama nilivyotaja kule nyuma, trilioni 1, na kipato cha wastani wa dola 7,000 kwa mtu. Dhamira hii pia imeainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025.
ikiwemo msisitizo katika kukuza uchumi na kipato, kuongeza ajira na kuwawezesha wananchi kiuchumi. Malengo haya hayawezi kufikiwa kwa fedha za serikali peke yake. Yanahitaji mfumo wa fedha unaokusanya akiba, unaoelekeza mitaji kwenye uzalishaji na kuwekeza ukuaji wa sekta binafsi. Hivyo ni wajibu wa Benki Kuu ya Tanzania kuhakikisha kuwa tunakuwa na taasisi imara za fedha zenye kujenga biashara zenye mitaji ya kutosha. Tuwe na akiba ya kutosha ya fedha za kigeni itakayotuwezesha kufanya biashara nje ya mipaka ya Tanzania. Katika hatua nyingine, niipongeze Benki Kuu kwa mpango wa ununuzi wa dhahabu ya ndani. Hadi kufikia mwezi Mei mwaka huu, kama ilivyosema mwenyewe gavana, akiba yetu, rasilimali yetu ya dhahabu tuliyoikusanya ni tani 27.5 yenye thamani ya shilingi trilioni 10 za Kitanzania. Hapa tulipofika si haba. Kuanzia zero na ndani ya miezi mingapi? Mwaka moja na nusu tuna tani 27,000 na huenda tukawapita wale walioanza kabla ya sisi ndani ya bara letu la Afrika. Huu ni mfano mzuri wa kutumia rasilimali za ndani kuimarisha uthabiti wa kifedha wa taifa letu. Benki Kuu, hongereni sana. Katika karne hii, Benki Kuu hazilindi fedha pekee, zinalinda mifumo, taarifa na uwezo wa kubashiri na kudhibiti vihatarishi na uwezo wa kubaini mapema mfumuko wa bei kabla haujafika sokoni na uwezo wa kutambua udanganyifu wa kifedha kabla haujaathiri maelfu ya wananchi. Nataka nirudie kipande hiki kwamba katika karne hii Benki Kuu hazilindi fedha pekee kama tulivyozoea, zinalinda taarifa na uwezo wa kubashiri na kudhibiti vihatarishi vya uchumi wa nchi, lakini pia uwezo wa kubaini mapema mfumuko wa bei kabla haujafika sokoni, na inakuwa na uwezo wa kutambua udanganyifu wa fedha kabla haujaathiri maelfu ya wananchi. Na nimeona pale kwenye maonyesho wanaimarisha uwezo huo. Ndugu viongozi na watumishi, napoelekea kuhitimisha, nipende kueleza matamanio yangu tunapoianza miaka 60 mingine ya Benki Kuu ya Tanzania. Nayo ni uwezo wa taasisi hii kuwa zaidi ya msimamizi wa mfumo wa fedha nchini na kuwa jicho la taifa linaloona hatari na fursa kabla wengine hawajaziona. Aidha, nirejee pongezi zangu kwa Benki Kuu ya Tanzania kwa kutimiza miaka 60 iliyojenga mamlaka yetu ya kifedha. Miaka 60 ijayo ijenge uwezo wetu wa kutumia fedha na rasilimali tulizonazo huleta ustawi unaomfikia kila Mtanzania. Kipekee niwashukuru kwa tuzo mlionipa. Ninaipokea tuzo hii kwa unyenyekevu mkubwa kwa niaba ya Watanzania wote waliotunukiwa, wanaolitumikia taifa hili kwa bidii, uadilifu na uzalendo. Na baada ya kusema hayo, sasa nitamke rasmi kuwa maadhimisho ya miaka 60